kuna marekebisho yanapitia huko. Sasa amekuwa mwekezaji kama kibaka anakimbia kwenye maendeleo. Kuna mwekezaji hapa anaitwa Stami kwa. Kawekeza miaka yote. Cha maana kwenye kitongoji hakuna. Lakini mara mwisho akaona aibu katoa viwanja pale. Kidogo watu wapata pa kujifuta machozi. Ndio kakimbia kabisa. Sasa nyewe mnataka kuingia kwenye uwekezaji huu. Tunataka tujue faida ya uwekezaji lakini baada ya makubaliano na sio kwa washenga nyewe mlietumwa. Aje muhusika mwenyewe. Sisi hata mkija na mkuu wa mkoa tunamchana hapo makavu yake. Akija diwani tutamwambia huo ukweli wake. Akija mtendaji tutamwambia ukweli wake. Tunayemuokopa ni Mungu peke yake. Katika maisha yetu sisi. Kwa hiyo mkawaambia viongozi wanaambia wakiona barua, hai ni jambo la haraka haraka. Kwa mkoa akai huko. Yuko kule. Anaishi maisha mbele ya kifahari kuliko sisi hapa. Sisi ndio tunaumia huko. Ana bima ya afya akiugua hata jiona anapanda ndege anaenda nje. Mimi mwanangu akialisha hapa nachukua bodaboda kumpiga mafuta. Lazima tukae mwenyewe Changwala hii. Tuliziane wana Changwala hii. Kwa mkoa ni mwakilishi wa rais, abaki kwa ni mwakilishi wa rais. Akae na utawala wake, wenye utawala wa eneo lile ni watu wa Changwala. Mimi yangu ni hayo. Ambayo hivi vitu ni vya serikali na vinatakiwa kwenda official. Barua yetu tulosomewa hapa imeomba Kiembeni. Sasa official kwa kusaidia na sisi kwenye kitongoji chetu inabidi na sisi tupate barua kwa sababu kuna mipaka ya Kiembeni na Changwala. Kiofisi inabidi tupate barua na sisi ya kuombwa wana Changwala kwamba na sisi kwetu tunatakiwa kuingia mradi fulani. Sisi tulikuwa tunaomba kwanza mwekezaji. Katika yote mradi tumeupenda, tumeufurahia. Lakini bado hujatuomba, umeomba wewe Kiembeni. Kiofisi bado waliokubali Kiembeni. Sisi na sisi tutaka kukubali lakini kwa barua ya kuombwa. Kwa hiyo tulichokuwa tunachokiomba muandike barua kwa mwenyekiti wetu, hata huko tukija kwa wengine kitaka kumpinga sema waliomba na barua yao hii. Lakini hapa tukianza kupinga hili, mwenyekiti atatoresha barua Kiembeni, hapa sio Kiembeni. Kwa hiyo hilo tu ndio nilikuwa nataka liwekwe sawa official. Muulize kampuni ya Northern Hold inataka kujenga hoteli, walifanya mkutano hapa lini? Utuambie mheshimiwa, si mpaka niwe na makabrasha nilioandika. Samani watakwenda ngoja samani, siombi tena ruhusa. Sikiliza Jomba, ndio sisi hapa hujengi bila kupata ruhusa. Sasa nisikilize, umeambiwa na serikali, ngoja basi kwanza tusiweke zogo, ngoja basi. Serikali imekwambia uje huku kuomba ruhusa au jamani uongo? Maana yake mpaka serikali kuu imekwambia uje wapi? Fuatana na ya kwetu, mwambie mwekezaji aje, si hatuye kukataa. Sawa? Na hatutaki masuala ya Kiembeni kuanzia sasa hivi. Hatuyahitaji. Afadhali kama mnayafuta. Wewe ili na watu wa wapi? Kwa sababu nimekwambia, nimesimama, wenye eneo unalolihitaji ni watu wa wapi? Eneo unalolihitaji lina watu wa wapi? Huko Kiembeni kama kumefanywa mikutano hakuja fanywa, si hatutaki. Nilichokuwa nataka kuwapa fursa ili mzielewe kwamba je, zitawafaa au hazitawafaa. Kwa kuwa mmesema haziwafai, sisi tunachorudisha hapa ni kwenda kwa mkuu wa wilaya, tuende TFS bwana, muhtasari wa Changwala wamekataa kutoa. Sasa wao ndio watuambie tunatumia dira gani ili mwekezaji aendeleze nini kile anachotaka kukiwekeza. Lakini kile ambacho nimetumwa kukifanya kuanzia ngazi za juu na kuanzia kwa mheshimiwa mwekezaji wenu ambao sio wa kwangu, nimekileta kwenu ndugu wananchi. Nimekileta kwenu kwa moyo wa huruma sana. Kama ningekataa labda mwekezaji angeniambia sasa wewe bwana sio ndugu yangu tena. Lakini mimi nimeuleta kama ulivyo na nikawaonyesha na faida, na lengo kubwa la kuleta ni kujua watoto wetu watapataje ajira kama mlivyouliza. Wanapataje ajira? Wengine wataajiriwa wana vyeti vya kusoma mahotelia, wengine wataajiriwa labda kwenye kuchimba misingi, wengine wataajiriwa kwenye mambo mbalimbali, wengine watauza chakula kama mlivyosema, wamama watapika, wananchi wanaojenga pale watakula chakula, watanunua. Sio uchumi unapanda jamani, si ndio? Sisi sio wavamizi, sisi ni watu ambao tumepewa kiuhalali na serikali inataka uwekezaji wepo ili wananchi nao wafaidike kwa sehemu fulani. Unajua mwekezaji anapokuja kujenga labda tutumie kiwanda,
itatakiwa watu wa hapa ndio wapate ajira, sio watu wa kutoka Mapinga kule mjini au Mwenge. Wa hapa kwanza wanapataje ajira zao? Atapataje mkate wa kula na watoto wanataka kwenda shule? Sasa mimi nilikuwa na summarize kidogo. Mwenyekiti atawakaribisha kama kutakuwa kuna kitu. Basi ni mwekezaji. Sawa jamani, kama kutakuwa kuna nyongeza na kadhalika, labda nafasi itatolewa na mwenyekiti. Mwenyekiti mtu mzuri sana, nimemfurahia, anawapa nafasi nzuri. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nataka kuzungumza ni kwamba sisi tumeagizwa. Kwa majina naitwa Ramadhani Rashidi Pangapanga, ni mkazi wa Changwahela. Leo tunashukuru kwamba tumepata taarifa kupitia mwenyekiti wetu wa kitongoji ya kuwa kuna wawekezaji wanahitaji kukutana na wananchi kwa ajili ya uwekezaji katika eneo la mikoko, eneo la maliasili. Sisi baada ya kupata taarifa hizo tulifurahi kupata wawekezaji ambao wamepata kibali kutoka TFS kwamba eneo lile la maliasili ambayo kuna mikoko wawekezaji watakuja kuwekeza. Lakini baada ya mahojiano, wananchi sisi kwa ujumla tumepata mashaka kidogo. Mashaka yanakuja wapi? Kwanza, kibali walichonacho ambacho wamekipata kutoka TFS kinaelezea kwamba eneo walilopewa ni eneo la kitongoji cha Kiembeni, sio Changwahela. Sasa kulingana na hilo, kwanza walihitaji wawekezaji warudi TFS wakapate kibali kinachoelekeza uwekezaji wao utakuwa Changwahela. Hilo moja. Lakini namba mbili, wawekezaji hawa wao wamejitambulisha kwamba ni wawakilishi. Sasa kuna wawekezaji wengi tu wameshapita hapa Changwahela, lakini wengi wanakuwa wababaishaji, matapeli. Sasa kwa kuzingatia hilo, wananchi wamepata mashaka na ujio wao. Tunahitaji sasa aje mwekezaji mwenyewe. Wao kama wawakilishi wamekuja kuwasikia wananchi, na mimi nikiwepo mmoja wapo. Tunachokihitaji aje mwekezaji mwenyewe, aje tumsikie anawekeza nini. Je, katika kuwekeza kwake sisi wananchi wa Changwahela tunanufaikaje? Kwa sababu tuna changamoto nyingi. Hatuna zahanati, hatuna shule, hatuna barabara safi, umeme wenyewe haupo. Kaya nyingi za kitongoji cha Changwahela hamna hata umeme. Lakini katika mahojiano wawekezaji wanadai kwamba wao, sisi hata kama tukikataa, maana tumemwamuru mwenyekiti wetu asiandike muhtasari wa kuweza kuwapa hawa watu bila kwanza kukubaliana madai yao. Wanadai kwamba nyinyi mkubali, msikubali, wao kibali wameshapata kutoka juu, watafanya tu uwekezaji. Lakini kidogo imeleta shida. Kwa hivyo tunaomba tena, nikiwa naongea mimi kwa niaba ya wananchi wenzangu, na ndio msimamo wetu, tunahitaji mwekezaji aje akubaliane na sisi. Hatuna shida, uwekezaji tunauhitaji. Hatuna barabara njema, barabara ni shida. Mama leo hii hapa akipata mimba anakwenda kujifungua wapi? Kelege, karibu kilomita 8, na wakati wa mvua barabara ni shida. Sasa kama akija mwekezaji akitutengenezea barabara, kwa nini tumkatae? Lakini kuna wawekezaji wengine wanakuja, wao ni madalali. Sasa sisi tuhitaji mwekezaji dalali. Hilo ndio la kwangu na ndio nia ya wananchi wote. Naitwa Ali Salimu Msonga. Mimi ni mkazi wa Changwahela, nipo mwaka 84 hapa. Unajua watu wa Changwahela sio wabishi wa kutaka haya mafanikio. Watu wa Changwahela wanachokihitaji, tumechoka kudanganywa. Kwa hiyo huyu mwekezaji sio kwamba tunamhitaji tuje tupigane naye, tunamhitaji kwa ajili ya kwamba tuonane naye, tujue atatuahidi nini, tujue atafanya nini, tukubali. Na hawa waliotumwa kutufuata sisi, hatukusema kwamba hatuwahitaji, wala hatujawalani. Hii sehemu ni ya kwetu, natumaini umenisikia. Mwenyekiti mipaka anaijua. Kama mipaka anaijua, wangekuja kunichukua, wangeonesha tu mipaka ya hiyo sehemu.
Kwa hiyo sasa watu wa Changwahela tunachokihitaji mwekezaji afike, tujadiliane naye kama sisi wahusika, tujue atafanya nini. Si hatuwezi kupinga serikali kuu kwa sababu ardhi ni mali ya nani? Serikali. Ardhi ni mali ya serikali. Kwa hiyo najua fursa alizozipata serikali kuu, na ndio maana wakaambiwa nendeni kwa wahusika, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo waje tukae nao vizuri, tukitoshana basi watachukua ardhi wafanye ya kwao wanayohitaji. Si hatuwezi kupinga. Mimi mwisho wangu ni hilo. Sawa. Mwekezaji wa kampuni ya Northern Holdings kwa ajili ya utalii wa ndani na wa nje. Tulicho katika eneo la Changwahela, sisi hatukujua mipaka kwa sababu eneo tuliloomba limetoka TFS. Sasa TFS wao hawanaga mipaka, wao wanakwambia eneo wanalolinda ni kutoka Mtwara mpaka Tanga. Kwa hiyo kasehemu tulichopewa, kumbe kale kaeneo kana mitaa miwili. Kwa hiyo mtaa wa kwanza ulikuwa tunadhani tuko Kiembeni. Baada ya kugundua kwamba eneo lingine limekuja Changwahela, mwekezaji akasema hapana, na wao wanataka fursa, nendeni tukaweke mkutano kwa ajili ya kuwapa kile tunachotaka kukifanya, ili na wao wawe na fursa ya kama kuna madai ya kujengewa kitu fulani, barabara na kadhalika, na wao wafaidike nazo. Ndio ujio wetu hasa. Na la pili, tulikuja kwa ajili ya kupata muhtasari. Maana watu wa NEMC na watu wa mazingira wanataka kuona sisi wamepita kila sehemu, watu wameitikia kukubali mradi. Sasa ndio issue ambayo imetuleta kwenye mkutano wa leo. Baada ya wananchi sasa kupinga, pengine neno lako ni lipi? Baada ya wananchi kupinga, sisi hatuna namna ya kuwafanya wapinge au wasipinge. Sisi eneo tuliloomba, tumeomba kwa kupitia taratibu zote. Kwa hiyo kikubwa hapa, wao walitakiwa wasipinge, walitakiwa wajue kwamba hapana, tunatakiwa tumwandikie mwekezaji hichi akifanye, hichi akifanye, hichi akifanye, ili wananchi waliozunguka eneo linalotakiwa kufanyiwa mradi wapate fursa na wao ya kutengenezewa njia au vile viambatanishi wanavyotaka wafanyiwe. Na ndio sasa tutaanza kujitambulisha, jina lako, cheo chako. Kwa majina naitwa James Maro Robi, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Changwahela. Nimeona wananchi wangu walivyochangia maoni, ila pia wamekataa nisimpe mwekezaji muhtasari kwa madai kwamba kibali alichonacho cha TFS kinaonyesha ni cha Kiembeni. Kwa hiyo wametoa maelekezo, moja, awe na kibali kinachosoma Changwahela. Cha pili, wanamhitaji mwekezaji mwenyewe, sio wakilishi hao wananchi. Na cha tatu, mimi kama mwenyekiti nimemfahamisha mwekezaji kwamba ndani ya eneo analotaka kuwekeza kuna wamiliki wanaomiliki mule maeneo, wana hati miliki ambao tayari mikoko imewakuta, wako mule. Wengine wana hati miliki ya serikali kabisa, na wengine pia pamoja na mikoko kuwakuta kwenye vile visiwa vyao, walikuwa wanaendelea na kazi za kufanya shughuli za uzalishaji mule. Wamelima mihogo imo, wengine wamepanda miti imo, lakini kwa sababu mikoko imeshawakuta wanaheshimu, na kwa madai yao wanataka wao kama ni kunufaika, wao nufaika namba moja. Kwa hiyo hayo yote nimeshamwambia mwakilishi wa mwekezaji ayafanyie kazi, pamoja na kuona wale wamiliki ambao wana hati miliki ambao mikoko imewakuta, akaongea nao ili tatizo liishe, tuweze wananchi wakuridhike, tumpe muhtasari ili aweze kufanya shughuli zake za uwekezaji.